Ikiwa leo ni Mei 23 ya mwaka wa 2026, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Baba yetu mwema, uketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya fursa hii ya pekee uliotupatia watoto wako. Tumekuja kwako miguuni pako siku ya leo kulitukuza na kulisifu jina lako, kujifunza chini ya uongozi wako na kutembea katika kile ambacho utatuangazia kutembea kwacho. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Wagonjwa na wahitaji tunaweka miguuni pako. Kila mmoja sasa na mapenzi yako ukamguse na ukamtendee kile ambacho amekileta kwako akiamini. Tusaidie sote tuweze kukuamini wewe, tusaidie sote tuweze kuelewa somo la leo na jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu maombi yetu umeyasikia na utaendelea kusikiliza dua zetu na sala zetu. Tembea nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema matembezi kuelekea ushindi. Imejengeka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya 57, ambapo neno la Mungu linasema, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna kitu kinachoweza kukosa msaada zaidi. Hakuna kinachoweza kuwa tegemezi zaidi kuliko roho inayohisi kutokuwa na kitu na kutegemea kabisa wema wa damu ya Mwokozi aliyesulubiwa na kufufuka. Maisha ya Mkristo ni maisha ya vita, ya pambano endelevu. Ni vita na matembezi, lakini kila tendo la utii kwa Yesu, kila tendo la kujikana nafsi kwa ajili yake, kila jaribu lililostahiliwa vizuri, kila ushindi uliopatikana dhidi ya majaribu ni hatua katika matembezi kuelekea utukufu wa ushindi wa mwisho. Ikiwa tutamruhusu Yesu atuongoze, atatuongoza salama katika njia nyembamba. Njia inaweza kuwa na mikwaruzo na miiba, upandaji unaweza kuwa mkali na wa hatari. Kunaweza kukawa na hatari zisizoonekana upande wa kulia na kushoto. Tunaweza kulazimika kustahimili taabu katika safari yetu. Tunapokuwa tumechoka, tunapotamani pumziko, tunaweza kulazimika kuendelea kuteseka. Tunaweza kulazimika kupambana tunapokuwa tumedhoofika, tunapovunjika moyo. Tunaweza kuitwa kuwa na tumaini, lakini tukiwa na Yesu kama kiongozi wetu, hatutaipoteza njia ya uzima wa milele. Hatimaye hatutashindwa kufika bandari salama tunayoitamani. Kristo mwenyewe ameipita njia yenye mikwaruzo mbele yetu na ameisawazisha njia kwa ajili yetu kupita. Njia nyembamba ya utakatifu, njia iliyowekwa kwa ajili ya mateka wa Bwana waliokombolewa kupita, imeangaziwa na yeye ambaye ni nuru ya ulimwengu. Tunapotembea katika nyayo zake, nuru yake itang'aa juu yetu, na tunapoakisi nuru iliyoazimwa toka kwenye utukufu wa Kristo, njia itakuwa angavu na kung'aa zaidi hata kuifikia siku kamilifu. Tunaweza kufikiri inapendeza mwanzoni kufuata kiburi na matamanio ya kiulimwengu, lakini mwishowe ni maumivu na huzuni. Mipango ya ubinafsi inaweza kuleta ahadi za kupendeza mno na kuonesha tumaini na furaha, lakini tutagundua kuwa furaha imetiwa sumu na maisha yetu yametiwa uchungu kwa matumaini yaliyojikita katika nafsi. Katika kufuata Kristo tunakuwa salama,
kwa maana hata ruhusu mamlaka ya giza kuumiza hata unywele mmoja wa vichwa vyetu. Atavihifadhi vile ambavyo vimesalimishwa katika amana yake, na tutakuwa zaidi ya washindi kupitia kwa yeye aliyetupenda. Hii ni Mei 23, mada ikisema matembezi kuelekea ushindi. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi.